Biblia Takatifu, kitabu cha Obadia sura ya kwanza. Maono yake Obadia, ndivyo asemavyo Bwana Mungu juu ya Edomu. Tumepata habari kwa Bwana, na mjumbe ametumwa kati ya mataifa, akisema, haya inukeni ninyi, na tuinuke tukapigane naye. Tazama, nimekufanya mdogo kati ya mataifa, umedharauliwa sana. Kiburi cha moyo wako kimekudanganya, wewe ukaaye kati ya pango za majabali, mwenye makao yako juu sana. Asemaye moyoni, ni nani atakaye nishusha mimi? Ujapopanda juu kama tai, ijapokuwa kioto chako kimewekwa kati ya nyota, nitakushusha kutoka huko, asema Bwana. Kama wevi wangalikujilia, kama wanyang'anyi wangalikujilia usiku, jinsi ulivyokatiliwa mbali, je, wasingaliiba kiasi cha kutosha? Kama wachumao zabibu wangalikujilia, je, wasingeacha baadhi ya zabibu ziokotwe? Jinsi watu wa Esau walivyotafutwa, jinsi hazina zake zilivyofichwa, ziliulizwa. Watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani, wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda, walao mkate wako wamewekwa mtego chini yako, wala hana ufahamu wa hayo ndani yake. Siku hiyo, je, sitawaangamiza watu wenye akili katika Edomu, na wenye ufahamu katika kilima cha Esau? Asema Bwana. Na mashujaa wako, Temani, watafadhaika hata iwe kila mtu akatiliwe mbali kwa kuuawa katika kilima cha Esau. Kwa sababu ya udhalimu uliotendwa na ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika, nawe utakatiliwa mbali hata milele. Siku ile uliposimama upande, siku ile wageni walipochukua mali zake, na watu wa kabila nyingine walipoingia katika malango yake na kumpa kura juu ya Yerusalemu, wewe nawe ulikuwa kama mmoja wao. Lakini usitazame siku ya ndugu zako, siku ya mashaka yake, wala usisimange juu ya wana wa Yuda siku ya kuangamizwa kwao, wala usinene maneno ya kiburi katika siku ya shida yao. Usiingie katika lango la watu wangu siku ya msiba wao, naam, usiyatazame mateso yao siku ya msiba wao, wala usitie mkono wako juu ya mali zao siku ya msiba wao. Wala usisimame penye njia panda ili kuwakatilia mbali watu wake wakimbiao, wala usiwatoe watu wake waliosalia katika siku ya dhiki. Kwa maana hiyo siku ya Bwana i karibu juu ya mataifa yote. Kama ulivyotenda ndivyo utakavyotendwa. Malipo yako yatakurudia juu ya kichwa chako mwenyewe. Kwa maana kama vile mlivyokunywa juu ya mlima wangu mtakatifu, ndivyo mataifa yote yatakavyokunywa daima. Naam, watakunywa na kubabaika, nao watakuwa kana kwamba hawakuwa kamwe.
Bali katika mlima Sayuni watakuwako wenye kuokoka, nao utakuwa mtakatifu, na nyumba ya Yakobo watamiliki miliki zao. Na nyumba ya Yakobo itakuwa moto, na nyumba ya Yusufu itakuwa mwali wa moto, na nyumba ya Esau itakuwa mabua makavu, nao watawaka kati yao na kuwateketeza, wala hatasalia mtu awaye yote katika nyumba ya Esau, kwa kuwa Bwana amesema hayo. Na watu wa Negebu wataumiliki mlima wa Esau, na watu wa Shefela watawamiliki Wafilisti, nao watawamiliki konde la Efraimu, na konde la Samaria na Benjamini watamiliki Gileadi. Na watu wa jeshi hili la wana wa Israeli waliotekwa walio kati ya Kanaani watamiliki mipaka ya Sarepta, na hao watu wa Yerusalemu waliotekwa waliomo Sefaradi watamiliki miji ya Negebu. Tena waokozi watakwea juu ya mlima Sayuni ili kuhukumu mlima Esau, na huo ufalme utakuwa ni mali ya Bwana. Neno la Bwana.